Hii dhana ilikuwa inaweza kusimama kwa miguu miwili hapo zamani, kwa mguu mmoja hapo zamani, lakini dhana hii sasa haiwezi kusimama kwa miguu miwili. Ni katika eneo la Ole, mkoa wa Kusini Pemba. Mbunge viti maalum makundi ya vijana ametembelea moja kati ya vikundi vya ushoni katika eneo hili. Mara baada ya kufika hapo, alipata wasaa wa kusaidia kikundi hicho ambacho kimejawa changamoto mbalimbali. Lakini kabla ya hapo, nilipata nafasi ya kuzungumza na mlezi wa kikundi hiki, na hapa anaondoa dhana za uwepo wa mafundi kuwa waongo. Hayo yamekuja mara baada ya mbunge wa viti maalum kufika katika kikundi hicho. Hichi kikundi hakikuanza hivi. Kilianza na hatua ndogo ndogo, ila kadri siku zinavyoendelea ndio kadri kikundi hichi kinakuwa, na kadri tunavyokiona hivi ndio maendeleo ambayo yanapatikana hatua kwa hatua, kwa sababu huwezi kutengeneza hazina kubwa unatengeneza kwa senti moja moja, sawa na safari ndefu inayoendwa kwa hatua moja moja. Kwa hivyo ndivyo inavyotengenezwa hii hazina kubwa kwa kidogo kidogo. Unajua binadamu wote, viumbe wote wanahitaji kupata kuvaa. Kwa maana hiyo bila kushonwa huwezi kuvaa. Kwa hivyo kazi hii ya ushoni ni moja katika kazi muhimu sana katika jamii. Ni moja katika kazi muhimu sana katika jamii, kwa sababu hii imo katika mahitaji ya watu. Hii kazi ya ushoni imo katika mahitaji ya watu. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba kama unavyoona ni kwamba watu wengi wanakuja hapa, japo kama ina ugumu wake, lakini watu wanakuja, wanashonewa, wanakuja, wananunua vitu kama hivyo. Kwa hivyo kadri ya siku zinavyoendelea ndio kazi hii inavyokuwa. Na niseme kama nilivyokuambia mwanzo, binadamu wote wanahitaji kuvaa. Kwa hivyo ni kwamba hii miradi hii mara nyingi inalenga yale mahitaji ya watu. Kwa mfano kama watu wanahitaji kuvaa, ina maana sisi tuligundua kwamba tukiweka shughuli hii basi watu watakuja. Kwa mguu mmoja hapo zamani, lakini dhana hii sasa haiwezi kusimama kwa miguu miwili. Kwa nini niseme hivyo? Ni kwamba maeneo mengi kuna shughuli za kushona. Kwa hivyo wewe kama una watu wateja wanaangalia sehemu gani wanaweza kuona. Sasa ikiwa wewe kama mteja akigundua kwamba wewe ni mtu wa ubabaishaji, basi lazima atakuwa anaenda sehemu nyingine. Kwa hivyo hiyo dhana hiyo kwamba mafundi wengi ni nini nimesema? Ni waongo. Hii dhana kwa sasa haiwezi kusimama kwa miguu miwili. Kwa sababu mahitaji nini mafundi? Sasa kuna competition ya biashara. Kwa hivyo kama uko muongo, ina maana wewe utakosa choice katika biashara yako. Changamoto zipo nyingi. Sometimes unaweza kukutana na wateja ambao kidogo ni mtihani, hata ukawashauri hichi kitambaa pengine anaweza kwambia mshono hivi, nishonee hivi, lakini wewe ukamfahamisha mpaka akakuelewa, tokea hakuelewi mpaka anakuelewa. Kwa hiyo ni changamoto zipo, na pia tunajitahidi kuzikwamua kama mafundi. Na pia vile katika swala la ushoni tunajitahidi kwamba kukuza yale maadili na utamaduni wetu wa Kizanzibari. Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mengine pengine sidhani kwamba wanaendelea na masuala haya, tumeingiwa na mambo ya vijora, madira, lakini sisi Wazanzibari tunajitahidi kuendelea kuhusiana na swala zima la kuhudumisha utamaduni wetu ili maadili yasiweze kutoweka. Nimetembelea kagua miradi ya vijana wanaojishughulisha na biashara mbalimbali. Hapa Ole nimekuja kwenye kikundi cha ushoni ambao wanafanya shughuli za ushonaji, na nimewakabidhi vyarahani viwili kama sehemu ya kuwaongezea nguvu kwenye biashara yao. Kwa hiyo naombeni niwatakieni kila laheri. Mie mbunge wenu wa vijana niko pamoja na nyinyi. Inshallah kwa kadri mtakavyotanua biashara yenu, mahitaji yakiongezeka, milango yangu iko wazi, mtaniambia na mimi niko tayari kuwasaidia.